Na baadhi ya wafanyabiashara katikati ya jiji la Nairobi hapo jana walikadiria hasara mamilioni baada ya maduka yao kuvamiwa wakati wa maandamano yaliyoingiliwa na magenge ya wahuni. Na wafanyabiashara hao waliripoti kwa baadhi ya bidhaa zao ziliibwa na watu waliovalia sare za polisi. Willy Lusige alirejea mjini hapo jana kutathmini hali ilivyo tu baada ya magenge kuingilia maandamano jijini. Mabaki ya viatu na kofia za waporaji ndo yalosalia kwenye duka hili la tarakilishi na simu katika barabara ya Moi Avenue jijini Nairobi. Mahmud Mohamed Ali na Ali Isse bado wana mshtuko wa taswira ya jinsi sekunde chache zilivyobadili maisha yao siku ya Jumanne, maandamano yalipotanda kulalamikia kifo cha mwalimu Albert Ojwang. Time ya tulienda mosque, watu waliingia. Time nilimaliza kusali, niliangalia TV hapo kwa mbele yangu, niliona shop yangu zote imeenda, mizigo zote imeenda. Wafanyabiashara hawa wakidai kupokea vitisho kutoka kwa watu wasiojulikana siku kadhaa kabla. Mtu mmoja alikuja sijui sikumbuki sahi, before 10 days aliniambia kama hujaniuzia leo nitaingoja time ya maandamano. Nimeona polisi pia umepepa. Nimemwambia hii mali ni yangu. Alimwambia mali hii wameshatoka kwako, sasa hii sio yako. Nimemwambia sasa badala ya kusaidia nyinyi pia umeanza umeingilia. Nasema wewe usiongee. Video za CCTV zinaonyesha waporaji walivyosubiri nje ya duka wakipekechua kujua wapi wataingilia, kisha kuvunja na kuchukua kila kitu. Walisaidia. Na katika jengo la Imenti, wafanyabiashara wa nguo nao waliamkia maduka yao yamevunjwa na kuporwa. The goons took advantage of that because there are some guys here who tried to help, but unfortunately kana kupata wanasaidia wanawadiscuss. So the other guys took advantage of that moment, wakaingia wakachukua vitu zote. Hasara hapa si ya kawaida, baadhi ya wafanyabiashara wakishindwa kuamua waanzie wapi, wakiitaka serikali kuzuia uporaji na maandamano ya aina hii. Nani atatukompensate? Mtu kama mimi nitaanzia wapi? My neighbor here tutaanzia wapi? Because they took everything. Wengi wakihisi usalama haupo tena na wakionya huenda huu ukawa mwanzo wa biashara nyingi kufungwa. Huku wafanyabiashara wakikadiria hasara ya mamilioni katikati mwa jiji la Nairobi, maswali mengi sasa yameibuka kuhusu ni nani aliyekuwa nyuma ya wahuni ambao wanadaiwa kutekeleza wizi huu, ikifikia sasa kwamba hamna yeyote aliyekamatwa. Willy Lusige, runinga ya Citizen, jiji la Nairobi.